Habari za saizi, mdau wa habari, na leo tumeingia kimataifa. Na kwa sasa duniani kote macho na masikio yameelekezwa katika ofisi ya Oval kufuatia tamko zito la Rais Donald Trump. Katika hatua ambayo wengi wamekuwa wakisubiri, Trump ametoa tamko ambalo limetingisha Tehran. Amesema wazi kuwa ili Iran ipate amani na kuondolewa kwa vikwazo vikali vinavyoumiza nchi hiyo, ni lazima ifanye jambo moja ambalo ni gumu: kuacha mara moja kuifadhili na kuisapoti Hezbollah. Trump amesisitiza kuwa hili si ombi bali ni sharti la lazima kwa mkataba wowote wa siku zijazo. Lakini mambo haishi hapo tu. Hatua hii inakuja wakati kukiwa na mwangaza wa amani kati ya Israel na Lebanon. White House imetangaza kuwa pande hizo mbili zimekubaliana kuongeza muda wa usitishaji vita kwa wiki 3 zaidi. Hii ni baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa utawala wa Trump ambao unataka kuona utulivu ukirejea mpakani mwa nchi hizo. Trump amekwenda mbali zaidi kwa kusema kuwa Marekani itasaidia serikali ya Lebanon kujijenga kijeshi ili iweze kujilinda dhidi ya Hezbollah. Hii inaashiria mpango wa Marekani wa kuitenga Hezbollah kijeshi na kisiasa. Kwa nini ni muda huu? Kumbuka kuwa Iran kwa sasa inapumulia mashine kutokana na mzingiro wa majini naval blockade uliowekwa na Marekani katika mlango bahari wa Hormuz. Biashara ya mafuta imeporomoka na vifo vinavyotokana na mapigano tangu Februari 28 vimefika takriban watu 3400 nchini Iran. Rais Donald Trump anatumia maximum pressure au shinikizo la juu kabisa ili kuilazimisha Iran kuchagua kati ya kuendelea kuisapoti Hezbollah au kuokoa uchumi wake usisambaratike kabisa. Wachambuzi wanasema hii ni karata ya mwisho ya Trump kabla ya kuchukua hatua kali zaidi. Hata hivyo, swali kubwa ni kwamba je, Iran inaweza kukubali kirahisi kuachana na Hezbollah ambaye ni mshirika wao mkuu wa kimkakati kwa miongo kadhaa? Upande wa pili, Hezbollah wenyewe wameshapuuzia makubaliano haya wakiyaita yasiyo na maana. Je, dunia inashuhudia mwanzo wa amani ya kudumu au huu ni utulivu kabla ya dhoruba kubwa zaidi? Trump amewalika viongozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani hivi karibuni, na hata timu ya taifa ya Iran imekumbukwa kualikwa kwenye World Cup ya June. Ni diplomasia au ni mtego? Toa maoni yako hapo chini kupitia comment section, lakini pia usisahau kusubscribe, like, share, turn on notification ili uzidi kupata update ya matukio mbalimbali yanayojiri every time. I'm out.